Habari popote pale ulipo, karibu sana na hii ni Multipolar Vision. Jumapili murwa kabisa, wakati kama huu wa usiku, yapo mengi uliyoyapitia, lakini kuna kila sababu ya kuendelea kufahamu yaliyojiri kutoka kosi ya kusini mpaka kasi ya kaskazini. Mimi ni Ali Kashmiri, unionapo kuna jambo. Eid Mubarak, bila shaka Idi umeila ukiwa upo njema na salama salmini. Maisha mengine yanaendelea hivi sasa, lakini kwenye wakati ambao unapaswa kufahamu yanaendelea kujiri kutoka katika bara la Afrika mpaka nje ya mipaka ya bara la Afrika. Wiki iliyopita tuliangazia mengi zaidi, hususan mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati, kile ambacho kinatazamwa Marekani na Israel wakiungana pamoja dhidi ya Tehran, kwa maana ya taifa la Iran, ambalo kila uchao zipo statement kadhaa zinazotoka kwenye sehemu ya mashambulizi na viongozi pia ambao wanauawa. Lakini mwisho wa siku, kupitia Multipolar Vision tunapata nafasi ya kufanya uchambuzi yakinifu kwa kile ambacho tunakitazama, pia upande wa pili wa shilingi, ili kuweza kupata majibu, pengine kama si suluhisho ya kile ambacho tunakiweka mezani. Sasa hii leo kupitia Multipolar Vision tutaangalia masuala kadhaa, ikiwemo pia uchaguzi wa Jamhuri ya Kongo ambao umefanyika tarehe 15 March 2026, ni siku ya majuzi tu hapa. Lakini pia vile kwenye makala yetu ya leo tutaangazia pia kwa kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati, na tutakwenda pia kuangalia pia sehemu ya reforms zilizofanyika katika taifa la Madagascar baada pia serikali ambayo imepinduliwa na jeshi kushika hatamu hivi sasa. Bado uongozi unaendelea kufanya mabadiliko ambayo wanaona ni sahihi kwenye kuleta matokeo chanya kwa wananchi. Swala lolote linalojumuisha maslahi ya wananchi ni serikali kusimamia ama viongozi kusimamia kwenye kuleta tija, na ndivyo ambavyo hivi sasa sehemu ya reforms hizo zinasimamiwa na serikali iliyopo madarakani, kwa maana serikali ya kijeshi. Lakini vivyo hivyo kwenye sehemu ya makala hiyo tutakwenda kuungana na Abel Mponela ambaye atakwenda kutufahamisha mengi. Lakini pia hii leo kwenye sehemu ya uchambuzi, baada ya kurejea, tutaungana hapa na Leonard Chakupewa, mchambuzi wa siasa za kimataifa. My brother, tuko vizuri kabisa? Vizuri kabisa. Karibu sana kwenye Multipolar Vision. Ipo nafasi kubwa na wakati mzuri ambao tutaupata hapa kwa ajili ya chambuzi kwa kile ambacho tumekiweka mezani. Lakini kwa hivi sasa, moja kwa moja, mtazamaji wa Clouds TV kupitia Multipolar Vision, tunaungana na Abel Mponela kwa ajili ya kutupa masimulizi ya makala yaliyosheheni taarifa kadha wa kadha. Asante sana Ali Kashmiri na mfuatiliaji wa Multipolar Vision hapa Clouds. Na sasa tuangazie vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambavyo sasa vinagonga vichwa vya habari ulimwenguni. Wiki iliyopita imeonyesha kwamba athari kuu ya kisiasa ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran si tena tu uharibifu wa miundombinu ya Iran na mshtuko wa nishati, bali mgawanyiko unaozidi kujitokeza ndani ya nchi za magharibi zenyewe. Machi 15 Reuters iliripoti kwamba Ujerumani, Uhispania na Itali zinakataa kutuma wanajeshi kushiriki katika operesheni ya kijeshi Hammuz, zikieleza wazi kutotaka kupanua mgogoro huo na kusisitiza kuwa hilo si jukumu la NATO, huku Uingereza yenyewe ikiruhusu tu usafiri wa majini na ikisisitiza kwamba haitajihusisha kabisa katika vita pana zaidi. Mashirika ya habari ya AP na Reuters pia yalibainisha kwamba miji mikuu ya Ulaya ilikuwa inadai majibu ya wazi kutoka Washington kuhusu malengo ya operesheni, mipaka yake na misingi ya kisheria ya kuhusisha washirika katika operesheni iliyoanzishwa bila mashauriano ya kutosha. Reuters ilinukuu tathmini za ujasusi wa Marekani zikisema kuwa licha ya mashambulizi makubwa ya karibu wiki mbili mfululizo na kuuawa kwa Ali Khamenei, mfumo wa serikali ya Irani haujaonyesha dalili za kuanguka haraka, huku kukiwa na fununu kwamba Marekani inafikiria uwezekano wa operesheni ndogo ya ardhini, hasa kudhibiti Iran yenye utajiri mkubwa eneo la kisiwa cha Karg. Na sasa inaripotiwa kuwa Marekani imeongeza mashambulizi ya baharini dhidi ya Iran, huku Israel ikitangaza kuharibu ndege iliyokuwa ikitumiwa na Khamenei na kupanua operesheni nchini Lebanon dhidi ya Hezbollah. Na hivi sasa mgogoro umegeuka kuwa vita vya kikanda vya tabaka nyingi vinavyochanganya operesheni za kijeshi, mgogoro wa nishati, mgawanyiko wa magharibi na diplomasia dhaifu. Na tukiweka kando sasa mgogoro huu wa Iran, Israel pamoja na Marekani, sasa tugeukie uchaguzi katika Jamhuri ya Kongo ambao ulifanyika Machi 15 mwaka huu. Uchaguzi huu umeonyesha kuwa suala kuu si ushindani wa uchaguzi, bali uthabiti wa mfumo wa kisiasa
Denis Sassou Nguesso aliingia kama mgombea anayeongoza. Uchaguzi unaonekana kama njia ya kuthibitisha uendeshaji wa mfumo. Kampeni zilijikita katika kauli mbiu za utulivu na maendeleo. Baada ya matatizo ya kiuchumi, nchi imeanza sasa kukua kwa msaada wa mapato ya madini. Hata hivyo, zaidi ya nusu ya wananchi wanaishi katika umasikini. Ukosefu wa ajira kwa vijana ni mkubwa sana, na vijana wengi hawana imani na mabadiliko ya haraka. Hii inaonyesha changamoto kubwa zaidi ya muda mrefu. Na sasa tutupilie mbali uchaguzi Kongo. Tuangazie sasa mageuzi ya Madagascar yaliyofanyika Februari hadi Machi mwaka 2026. Uongozi mpya wa Madagascar unajaribu kuhamisha nchi kutoka hali ya uthabiti wa baada ya mgogoro kwenda katika mageuzi ya mfumo wa serikali. Baada ya mabadiliko ya madaraka mwaka 2025, serikali imejikita katika kuimarisha uongozi, kujenga upya miundombinu, kupanua mahusiano ya kimataifa, kuimarisha usalama wa ndani. Ziara ya Rais Michael Radimirnina kwenda Moscow ilikuwa sehemu ya mkakati mpana wa ushirikiano wa kimataifa. Machi 9 ilimfuta kazi waziri mkuu na kuvunja serikali nzima. Kisha tarehe 15 Machi, rais akateua waziri mkuu mpya kutoka idara ya kupambana na rushwa. Mageuzi pia yanajumuisha katiba mpya, maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2027, marekebisho ya mfumo wa uchaguzi pia. Na mwishoni sasa, kwa mtazamaji wa Multipolar Vision, hapa tunakupeleka moja kwa moja kuangalia Umoja wa Afrika na fidia za ukoloni pamoja na utumwa. Machi 2026 umeonyesha kuwa suala la fidia linahamia kutoka hoja za kihistoria kwenda hatua za kisiasa na kisheria. Baada ya mkutano wa Addis Ababa, ukoloni na utumwa zilitambuliwa kama uhalifu pamoja na mpango wa pamoja wa Afrika uliidhinishwa. Ghana inapanga kuwasilisha azimio UN kuhusu fidia, mpango unaojumuisha fidia, samahani rasmi pamoja na mageuzi ya taasisi. Hii inaashiria juhudi za Afrika kujenga mkakati wa pamoja dhidi ya mataifa ya kikoloni ya zamani. Na nikurudishe kwake sasa Ali Kashimiri atupeleke kwenye uchambuzi wa kina kuhusiana na uchaguzi uliofanyika Kongo juma lililopita. Mimi ni Abel Mponela, bye kwa sasa. Tumerejea tena baada ya kupata nafasi pia kusikiliza kile ambacho Abel Mponela ametupa masimulizi kwenye makala iliyosheheni masuala mengi ya mtambuka, na hivi sasa tunaingia kwenye chambuzi moja kwa moja kufahamu upande wa pili wa shilingi, hususan kwa uchaguzi uliofanyika katika taifa la Jamhuri ya Kikongo. Na hii hapa tunazungumzia Congo Brazzaville na si Congo DRC ya bwana Felix Tshisekedi. Tunazungumzia Kongo ambayo imempa nafasi Rais bwana Denis Nguesso ambaye amepata nafasi ya kuliongoza taifa hilo, ambapo wananchi wamempa nafasi kwa mara nyingine tena, lakini tutakuja kufahamu ni kwa nini, yapi aliyoyafanya katika kipindi chake ambacho kimempa nafasi kwa mara nyingine tena. Bwana Leonard, habari yako brother? Shwari kabisa. Tuko vizuri. Namshukuru Mungu. Yapo mengi ambayo tunatamani kuyafahamu, lakini tutarejea Machi 15 ambapo uchaguzi wa rais ulifanyika katika taifa la Jamhuri ya Kikongo, ambapo uongozi wa sasa wa nchi hiyo upo chini ya mamlaka ya Denis Nguesso. Jina la kati tunasema Sassou. Kwa mara nyingine tena pia aliibuka kuwa mhusika mkuu wa kisiasa katika kampeni ambazo zimekuwa zikiendeshwa, lakini kwa nafasi ambayo ameipata. Moja ya kitu ambacho tunaweza tukakizungumza kwenye hili ni uchaguzi ambao ulikuwa wa aina gani mpaka kumpa mamlaka bwana Denis? Denis Sassou Nguesso ni mmoja wa viongozi wa kongwe katika bara la Afrika. Kwa mara ya kwanza aliingia madarakani mwaka 1979. Wakati huo akiwa kama makamu wa rais aliyekuwepo madarakani, ambaye aliondoshwa na bunge kwa kura ya kutokuwa na imani naye. Ni mtu ambaye amepita katika awamu tofauti za uongozi, na katika viongozi wa Jamhuri ya Kongo tangu nchi hiyo kupata uhuru wake miaka ya 60 mwanzoni, ndiye ambaye amefanikiwa kudumu kwa miaka mingi sana kuliko watangulizi wake wote. Kwa nini amefanikiwa kudumu? Nafikiri
kwa kiasi kikubwa sana ni namna ambavyo ameiongoza nchi hiyo, kwa sababu mara nyingi sana huwa anasema kwamba mtu akishakaa muda mrefu kuna namna ambavyo anapersonify au anashajiisha taasisi za kidola kana kwamba ni mali ya familia. Na hili unaweza kaliona katika nchi yenyewe ya Jamhuri ya Kongo, namna ambavyo imekuwa ikiongozwa. Ukiangalia demokrasia yake, kwa mfano katika uchaguzi huu ambao umemalizika Machi 15, ambao umemfanya kushinda kwa 95% kwa mujibu wa matokeo ya Seni au Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya nchi hiyo ya awali, maana kura bado zinahesabiwa. Ameshinda kwa 95%. Utaona ulikuwa ni uchaguzi ambao ulihusisha vyama 8 kikiwemo cha kwake yeye mwenyewe, lakini ukiangalia muungano wa vyama 18 ambavyo viliunda kile kinachoitwa Alliance for Democratic Alternation, ambamo ndo chama chake pia kilikuwa humo, unaona ni vyama ambavyo kwa kiasi kikubwa ni dhaifu, kwa sababu mwaka mmoja nyuma, kwa maana 2025 kurudi nyuma, wengi wa wapinzani wake walikamatwa. Kwa mfano Lasi Mbuite, wengi wamepotea, wengi wamekamatwa. Uchaguzi huu wakati unafanyika walikuwa wako ndani. Kwa kiasi kikubwa hata hawa wagombea 7 ambao wameshiriki uchaguzi huu unaompa ushindi na awamu ya 4 ya utawala wa miaka 5, unaweza kuwaona ni wagombea ambao tunaweza kuwaweka katika kile ambacho wanapenda kuita kangaro. Ni wagombea kangaro, ni wale wagombea tu wa kuiridhisha jumuiya ya kimataifa kwamba demokrasia, uchaguzi ulikuwa ni kidemokrasia. Kwa hiyo naweza kusema kurejea kwenye swali lako kwamba wananchi kwa kiasi gani wameweza kumpa sauti lakini pia mamlaka kwa miaka mingi. Mimi siwezi kusema kama ni wananchi, kwa sababu ukiangalia hata turnout au ushiriki wa wapiga kura kwa mwaka huu, karibu zaidi ya nusu ya washiriki ya wapiga kura ambao waliidhinishwa katika uchaguzi hawakushiriki. Kwa nini? Nadhani naweza kawa moja ni kama hivyo, kwamba watu wamefika mahali wamekata tamaa, na hili limeonekana katika mataifa yote, hata Uganda pia. Uchaguzi uliomalizika Januari 15, hali ilikuwa ni hivyo hivyo. Kwa hiyo nadhani ni mkono wa chuma ambao umekuwa ukimfanya kudumu katika madaraka haya toka akiwa kijana wa miaka 40 mpaka leo hii akiwa na miaka 82, akiwa amedumu kwa miongo zaidi ya 4 madarakani. Siwezi kusema kwamba ni wananchi ambao wamefanya hivi, kwa sababu kabla ya uongozi wake marais wote waliopita katika Jamhuri ya Kongo ama waliishia kupinduliwa au waliishia kufanyiwa figisu zilizopelekea wapigiwe kura ya kutokuwa na imani nao. Kwa nini yeye amekaa miaka zaidi ya 40? Kwa hiyo utaona kwamba lazima kuna kitu ambacho kimefanya yeye kuweza kuzuia huo uwezekano hayo. Na nini? Ni mkono wa chuma. Nusu ya umri wa Denis Sassou ameutumia akiwa ni kiongozi mkuu wa taifa la Jamhuri ya Kikongo. Naam. Yapi ambao ameyafanya na yamekuwa mabadiliko makubwa ya Jamhuri ya Kongo ya miaka ya 70 kabla hajachukua nafasi ya mamlaka ya kuingia madarakani kama kiongozi mkuu wa nchi mpaka hivi sasa? Kwa kweli yako mengi, lakini moja ni kuhakikisha kwamba taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasalia mbali na vurugu zile ambazo zilibainika katika tawala zilizopita za awamu nyingine. Kwa mfano mwaka 96, miaka 90 mwanzoni, 93, 94, 95 kuja mpaka 96, kulikuwa na vita wenyewe kwa wenyewe ambayo ilitokea. Na kutoka katika kipindi hicho mpaka sasa angalau taifa la Kongo limebakia katika utengamano, kwa maana ya kutotokea kwa vita wenyewe kwa wenyewe, licha kwamba kuna makundi ya aina mbalimbali ambayo yamekuwa yakijaribu
kuvuruga utengamano. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tunaweza kusema ni kama hivyo, kufanikiwa kuifanya nchi kuwa mbali na vita ambazo ziliwahi kutokea huko nyuma, tofauti na kipindi cha watangulizi wake. Lakini jambo la pili, basi tuseme licha kwamba vyama ni kangaroo lakini amefanikiwa walao kufanya vyama viwepo, hata kama vina sifa gani, lakini demokrasia ya vyama vingi ipo tangu miaka ya 90. Mwanzo tunafahamu bara la Afrika kwa kiasi kikubwa mataifa mengi yaliingia katika mfumo huu. Kwa hiyo hata ndani ya Jamhuri ya Kongo vyama vingi vipo na vimesajiliwa na viko vingi sana, ingawa katika uchaguzi mahakama ya katiba iliruhusu vyama 8 kati ya zaidi ya 50 ndivyo kuweza kushiriki kwa kukidhi vigezo vile vya kikatiba, lakini pia masuala ya uchaguzi katika uchaguzi huu wa mwaka 2026 kama ilivyokuwa kwa ule wa mwaka 2021. Lakini jambo la tatu, kuna kwa kiasi fulani Jamhuri ya Kongo ni moja kati ya yale mataifa ambayo yana rasilimali nyingi sana, hasa za madini haya ya thamani kubwa, ikiwemo mafuta pia. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine walau wameweza kufanya rasilimali hizi angalau kuchimbwa katika utaratibu unaoeleweka na wawekezaji kutoka nje, tofauti na ilivyokuwa kwa watangulizi wake kabla ya yeye. Kwa hiyo angalau haya matatu unaweza ukasema kwamba ni miongoni mwa mambo ambayo kwa kiasi fulani yameweza kushughulikiwa katika namna ambayo imelifanya taifa la Congo Brazzaville au Jamhuri ya Kongo kuwa na sura ambayo liko nayo, ingawa pia kuna changamoto. Lakini kwa muktadha wa swali, nafikiri haya tunaweza kutaja walau kwa uchache. Watu wengi wanafikiri sehemu ya kutoka kwenye mfumo wa madaraka kutoka kiongozi mmoja kwenda kiongozi mwingine, hususan Jamhuri ya Kongo, kidogo unakuwa na utofauti wa namna yake kama ambavyo umezungumza. Lakini katika hali kama hii, swala la kuhakikisha kuwa uhamisho wa madaraka ya kisiasa kwa kiongozi ajaye unafanyika kwa mpango ama mpangilio pia uliodhibitiwa na wenye utulivu, lina umuhimu gani hasa kwenye masuala ya kubadilishana madaraka ama kimamlaka? Kubadilishana madaraka katika taifa lolote lile, hasa yale yanayofuata msingi wa demokrasia, ni muhimu kwa sababu unajua mtu ana muda ambao anakaa akili yake ikiwa fresh, inafanya kazi vizuri, inaweza kuja na mawazo mazuri, inaweza kuja na mipango ya kuweza kuendeleza nchi. Lakini kuna wakati pia anachoka. Kuna wakati inafika ile akili ambayo ilikuwa inaweza kuona miaka 10-15 na kushauri watendaji wa chini mawazo ambayo wanaweza kubadilisha kuwa mipango ya maendeleo, ikishafikia katika hatua ile ya kutofanya kazi kwa kiwango cha awali, anahitajika mtu ambaye anaweza akawa na uwezo huo au upeo huo wa kuweza kusaidia maendeleo ya nchi. Na hapa ndipo hoja ya msingi ya mabadiliko ya mtu kuweza kufanya nini, kuchukua nafasi kutoka kwa hilo. Kwa mfano, tuchukulie mfano Denis Sassou Nguesso wa miaka 40, wakati akiingia madarakani kwa mara ya kwanza kushika nafasi kama rais wa mpito mwaka 79, huwezi kuniambia kwamba ni Denis Sassou Nguesso wa miaka 82, miaka 42 baadaye, leo hii 2026 anapogombea muhula wa 4 madarakani. Vivyo hivyo kwa kina Museveni. Kwa hiyo umuhimu wa madaraka unakuja kubadilishana kijiti. Mara ya mwisho tulivyozungumza katika Central, nilizungumza hapa kwamba madaraka ni kama kijiti. Ni kijiti ambacho unaweza ukapewa, ukazunguka, ukimaliza mzunguko wako ukamkabidhi mwingine. Mwingine anapokuja, anakuja na maono yake, anakuja na karakta yake, anakuja na vision yake. Na kwa maana hiyo naye atahudumu kufikia mahala fulani. Kama mzunguko unamalizika, anamkabidhi mwingine kuendeleza kutoka pale kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kukabidhiana madaraka kunaonekana ni muhimu kwa sababu kunasaidia mawazo mapya kupatikana. Lakini pia mbili, kunafanya kuwepo kasi mpya
ya maendeleo kwenda mbele. Hata kama ni mipango inatekelezwa, basi itekelezwe kwa ari na kasi tofauti na ya yule ambaye alikuwepo mwanzo. Lakini jambo la tatu litakuwa la kidemokrasia. Katika taifa lolote lile ambalo linafuata demokrasia ya vyama vingi, kwamba katika hali ya kawaida lazima madaraka yazunguke. Ndiyo maana hata kwenye utumishi wa umma au utumishi wa aina yoyote ile, ukifariki dunia kuna mtu mwingine atachukua nafasi yako. Ukistaafu, hiyo nafasi haitabakia wazi kwa sababu wewe kwamba ulikuwa una. Hapana, itatangazwa nafasi hii wazi ili watu waombe, wafanyiwe interview, na akipatikana mwenye sifa stahiki kulingana na vigezo vya mlengo, basi uchukue nafasi. Kwa hiyo umuhimu wa kubadilisha madaraka katika mataifa yanayofuata mfumo wa kidemokrasia, nafikiri unaonekana katika masuala haya matatu ambayo tumeyataja hapa. Okay. Lakini Leonard, moja ya taifa ambalo linatajwa kuwa na rasilimali nyingi kama ambavyo umezungumza, mafuta, lakini madini ya dhahabu, ni taifa la Jamhuri ya Kongo ambalo linaongozwa na Bwana Denis Sassou. Lakini unapozungumzia swala la umasikini, ukosefu wa ajira na changamoto kadhaa kwenye jamii, bado pia linatajwa kuwa kwa asilimia kubwa. Na kwa muktadha huo, siasa inachukua nafasi kwenye kutatua changamoto na kuleta suluhisho la moja kwa moja kwenye matatizo ya watu. Natamani kufahamu ni kwa kiwango gani ajenda ya kijamii na kiuchumi itaamua uimara wa mfumo wa kisiasa wa Kongo katika miaka ijayo. Ni kweli kabisa unalozungumza. Ndio maana pale wakati naeleza mazuri yake niliishia kugusia kwamba kuna changamoto nyingi, na moja kati ya hayo ambaye hizi tunazoita changamoto ni pamoja na swala la umaskini, hasa kwa vijana. Vijana wengi hawana ajira, na kama ilivyo kwa mataifa mengi ya Afrika, Jamhuri ya Kongo ni moja kati ya yale mataifa ambayo kundi kubwa la raia wake ni vijana walio chini ya miaka 35, wanatengeneza zaidi ya 60%. Lakini pia tatizo la ukosefu wa ajira ni trigger nyingine au moja kati ya vitu ambavyo vinachagiza umasikini kuongezeka ndani ya taifa hilo. Lakini kuna masuala ya rushwa, madini yanachimbwa, lakini rushwa pia ipo, kwa maana kwamba uadilifu katika matumizi ya kile kinachopatikana kutoka katika hii mirahaba ya madini haya thamani kubwa, mafuta, uadilifu ni wa kiasi kidogo sana. Fedha nyingi tutaikuta kwa maafisa, makamanda wakubwa wa jeshi waandamizi, viongozi wa kisiasa walio karibu na ikulu na kadhalika. Kwa hiyo ni changamoto nyingi. Lakini pia kwa mfano sekta kama za kilimo ni ajenda ambayo ni miongoni mwa zile ambazo zimetamalaki sana katika kampeni ya Bwana Denis Sassou Nguesso kupitia huo muungano wake wa Alliance for Democratic Alternation kwenye uchaguzi huu uliopita. Lakini kilimo hiki, licha ya kusema kwamba anataka kurejea madarakani kwa muhula wa 4 ili akiendeleza kukifanya kuwa imara zaidi, ni kilimo ambacho kimedumaa, kwa sababu ajenda hii anayosema kwamba ndio sababu miongoni mwa zile zinazomfanya kutoona umuhimu wa kuondoka mapema, ndio aliyokuwa nayo pia 2021. Lakini hali ya kilimo katika nchi hiyo ambacho kinategemewa na raia kwa 60%, lakini ukiangalia kiasi gani kinachangia katika GDP ya taifa, hata 30% haifiki. Kwa hiyo kwa ufupi kinachechemea pia. Sasa ni namna gani ambavyo masuala kama haya yanakwenda kushughulikiwa ili kuweza kuihami jamii dhidi ya changamoto hizi ambazo tumezitaja? Nafikiri sasa ni swala la utashi wa Denis Sassou Nguesso mwenyewe kwa kipindi hiki cha miaka 5 hii, kwa maana ya kuanzia leo 2026 kwenda mpaka 2031, atakwenda kufanya nini katika umri huo wa miaka 82? Hofu yangu iko hapa kwamba kadri mtu anavyokuwa na ile capacity yake ya kuweza kufanya kwa nguvu ile ya ujana inakuwa kinyume chake. Vivyo hivyo ilivyo kwenye ufikiri. Sasa
ni namna gani anakwenda kushughulika na swala la ajira ambalo limekuwa tatizo sugu ndani ya Kongo. Namna gani anakwenda kudeal na rushwa ambayo imekuwa sehemu ya utawala wake kwa zaidi ya miongo minne. Kiasi gani anakwenda kutatua changamoto ambayo imegubika underdevelopment au uhafifu katika kuwezesha kilimo, kama ambavyo alisema kwenye kampeni za mwaka 2021. Ni namna gani ambavyo anakwenda kurejesha imani ya raia ambao kwa zaidi ya nusu hawakushiriki katika uchaguzi huu wa mwaka 2026 licha yeye kushinda kwa 95%. Hiyo nafikiri ni swala la muda. Kwa sasa siwezi kusema ila nina hofu katika eneo hilo kwamba ni namna gani ambavyo ataweza kufanya haya kwa kasi ile ya miaka 40 ya mwaka 79 wakati akiingia hapo. Nafikiri tumpe muda. Sawa. Mklauzani ambao anafuatilia hivi sasa Multipolar Vision, mjadala wetu mkubwa hii leo upo hapa barani Afrika kuangazia uchaguzi uliofanyika katika taifa la Jamhuri ya Kongo. Nazungumzia Congo Brazzaville ambayo inaongozwa katika kipindi cha mihula kadhaa na bwana Denis Ngweso ambaye kimsingi nusu ya umri wake zaidi ya miaka 80 na utumia akiwa kiongozi mkuu wa taifa hilo. Tuje kwenye sehemu ya sera ya mambo ya nje kwenye mashirikiano ya mataifa mengine, tukianzia Afrika dhidi ya Congo Brazzaville ama Jamhuri ya Kongo yenyewe ambayo tunaitazama, lakini pia vile vile tutaangalia katika muktadha wa mizani ya sera za nje kati ya Ufaransa, China, Marekani na Urusi. Wakati huo pia katika miaka hivi karibuni Moscow pia imekuwa ikiendelea kutanua wigo mpana wa kutengeneza ama kuleta ushawishi wa sera yake ya mambo ya nje kwenye mataifa mengi zaidi, hususan barani Afrika. Natamani kufahamu kuhusiana na taifa kama Urusi inashika nafasi gani katika sera ya mambo ya nje, kwa maana Kongo je, ni mshirika wa kisiasa, mshirika wa nishati, mshirika katika miradi ya kibinadamu ama elimu, ama anaweza kupata nafasi gani kwenye mahusiano kati ya Jamhuri ya Kongo na taifa kama Urusi? Urusi ni moja kati ya mataifa ambayo mara nyingi sana nimezungumza yanakuza ushawishi wake katika miaka mingi sana katika bara la Afrika, kwa sababu tangu uhuru wa mengi ya mataifa yetu amekuwa muhimili mkubwa katika kuwezesha programu mbalimbali za maendeleo. Wako viongozi wengi ambao wamepikwa kijasusi, wamepikwa kijeshi, wamepikwa kielimu katika nchi ya Urusi, lakini pia hata katika uga wa maendeleo amekuwa ni mbia mkubwa katika mataifa mengi, na hata katika sekta nyinginezo katika bara la Afrika Urusi imeendelea kuwa imara sana. Kwa mfano unaweza ukaangalia kwa Jamhuri ya Kongo ni moja kati ya mataifa ambayo yana ukaribu sana katika muktadha wa maendeleo ya kisekta, katika sekta ya madini, katika sekta ya mafuta pia. Ni mtu ambaye Urusi ni rafiki wa karibu sana na taifa la Jamhuri ya Kongo. Na kwa nini Urusi anazidi kuonekana kuimarika katika dhana nzima ya mafungamano na taifa kama Jamhuri ya Kongo kwa miaka ya karibuni? Nafikiri moja kati ya mambo ambayo yanachangia hilo ni sera yake ya mambo ya nje na namna ambavyo inajifungamanisha na mataifa wabia wa maendeleo, kwa sababu kwa miaka mingi sana katika bara la Afrika tumekuwa na wabia kutoka mataifa ya magharibi ambao kwa kiasi kikubwa sana sera zao zimekuwa zikijikita pia katika kama sehemu ya sera zao za mambo ya nje kuingilia hadi masuala ya ndani ya mataifa yetu, siasa zetu. Wanakosoa mambo ya haki za binadamu, wanakosoa mambo ya utawala bora, wanazungumzia hiki hakiko sawa, tekelezeni hiki, kubalini hiki hatutaki na nyie mkikatae. Sasa mataifa mengi ya Kiafrika hili ni kama hawakulipenda, kwa sababu lazima tu kuna mambo ambayo wanaweza kuwa hawapendi,
lakini sisi tunapenda. Kwa mfano, yako mambo ya kitamaduni ambayo yanashajiisha mila na desturi zetu, au ustaarabu ambayo si sehemu ya ustaarabu au mila na desturi zao. Kwa mfano, ajenda ya mapenzi ya jinsia moja, ukiangalia katika mataifa mengi ya Afrika, si sehemu ya mila na desturi zetu, si sehemu ya ustaarabu wetu. Kwa hiyo ajenda kama hii imekuwa ikishinikizwa katika mataifa mengi ya Afrika, na unaweza kaona kwamba mengi yamekuwa yakikataa hili. Na utakumbuka kwa mfano kama Uganda hivi karibuni, miaka 3-4 iliyopita, walikataliwa usaidizi wa mamilioni ya fedha kwa sababu ya kurasimisha sheria inayopiga marufuku mapenzi ya jinsia moja, wakati mataifa ya magharibi yakihitaji sheria hiyo ipigwe marufuku, isiwepo, kwa sababu wanasema inaingilia haki za watu hao, wakati Uganda inasema hatuwezi kuruhusu mambo haya kwa sababu si sehemu ya mila, desturi, lakini pia ustaarabu wetu. Kwa hiyo kwa mataifa kama Urusi, inaonekana kwamba ni taifa linaloonekana kuegemewa na mataifa mengi ya Kiafrika kwa sababu wanafuata ile non-alignment au impartiality katika kutangamana na mataifa mengi ya bara la Afrika, kwamba ni taifa ambalo wanakuja kwa ajili ya kufanya biashara na ninyi, wanakuja kwa ajili ya kufanya diplomasia na ninyi, lakini inapokuja kwenye masuala yanayohusu taifa lenu, wanakupeni uhuru wa kuyafanya kulingana na mila, desturi na ustaarabu wenu. Lugha rahisi tunaweza tukasema Jamhuri ya Kongo inaweza kutumia vizuri taifa la Urusi kwenye masuala ya mashirikiano, pasi pengine na kuharibu mashirikiano ya sehemu nyingine kwenye kupanua wigo mpana wa kupiga hatua moja ama nyingine, hususan kwenye masuala ya kibiashara. Exactly. Na ukiangalia mafungamano ambayo wamekuwa nayo hivi karibuni, hujawahi kusikia Kremlin ikizungumzia habari ya vyama vya siasa kangaro tunavyozungumzia ndani ya Jamhuri ya Kongo, au kukaa madarakani kwa muda mrefu kwa Denis Sassou Nguesso, kwa sababu haya ni mambo yanayohusu ndani ya nchi yenyewe, lakini pia watu wake. Kuhusiana na biashara au diplomasia, ni namna gani inakwenda, Warusi wamekuwa hawajifungamanishi na wanajikita katika eneo hilo na hawajifungamanishi na masuala mengine ya aina hiyo tuliyotolea mfano, na hicho ndicho ambacho kimewafanya, ukiangalia katika mataifa, hata hapa Tanzania tuna uhusiano mzuri kidiplomasia na hata katika sekta zingine. Ndivyo hivyo ilivyo Jamhuri ya Kongo, ndivyo ilivyo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mataifa mengine yote ambako Urusi imeendelea kupata ushawishi mkubwa na kuungwa mkono, na hili kimsingi ndilo linalofanya kambi ya magharibi, kwa maana ya Marekani lakini pia mataifa ya Ulaya, pengine kuonekana kutokuwa na amani. Na utaangalia kwa mfano kwa kesi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika miaka ya karibuni, tunaanza kuona Marekani anajiingiza katika kupatanisha M23 na serikali ya Kinshasa, au Rwanda na serikali ya Kinshasa. Hizi hemwa, hizi hamkani, si kwa sababu Marekani anawapenda Wakongomani, ni kwa sababu ya kuongezeka kwa ushawishi wa Kremlin katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika sekta ya madini ya thamani kubwa kwa miaka kadhaa, jambo ambalo linamfanya huyu kuona kama wivu hivi. Kwa hiyo sitashangaa kesho kutwa akitafuta namna ya kuingia pia Jamhuri ya Kongo, kama ambavyo amefanya Venezuela, kama ambavyo sasa hivi anafanya pia Iran, kwa sababu huko kote Urusi amewekeza maslahi katika sekta mbalimbali, kwa mfano hayo mafuta, lakini pia madini haya ya thamani kubwa. Tuje kwenye swala la mchakato wa maisha baada ya uchaguzi. Kunaweza kutokea mgogoro wowote kutoka hivi sasa kutokana na vuguvugu pengine la watu kuanzisha sehemu ya kampeni fulani kwa kutokuridhishwa na kile ambacho kimetokea baada ya uchaguzi, lakini maisha baada ya uchaguzi pengine yanaweza yakawa ya namna gani kwa kukubalika ama kwa kutokukubalika kwa Bwana Denis Sassou? Majaribio ya kumuondosha Denis Sassou Nguesso yameshafanyika mengi sana.
Lakini kama ambavyo tumezungumza kwamba Denis Sassou Nguesso tangu alivyoingia kwa mara ya kwanza mwaka 1979 kutoka kuwa makamu wa rais na kuwa rais wa mpito na baadaye sasa kuchukua madaraka jumla, unaweza kuangalia kwamba time and again nchi ile ameiongoza kwa mkono wa chuma. Kwa sababu kwa mfano unasema mkono wa chuma kwa lugha rahisi na nyepesi kwa faida ya mtazamaji. Miaka ya 90 wakati anaingia alivyorudi miaka 96 kama sijapoteza kumbukumbu. Wakati anarudi madarakani aliingia kupitia mtutu wa bunduki. Denis Sassou alipitia katika vita ya wenyewe kwa wenyewe kurejea madarakani baada ya kuondoka madarakani miaka 90 mwanzoni. Sasa mtu aliyeingia madarakani, unajua Museveni mara nyingi sana naye huwa anazungumza kwamba kama niliingia kwa barrel of the gun au mtutu wa bunduki, kunitoa huwezi kutegemea niondoke kwa kutumia karatasi za kwenye sanduku. Kwa hiyo inawezekana Denis Sassou Nguesso hajawahi kuzungumza kitu kama hicho, lakini kwa nature ile iliyomfanya kuingia madarakani miaka ya 90 katikati, kwa maana ya vita ya wenyewe kwa wenyewe, ikamrejesha. Na kimsingi kuna taarifa ambazo haziko rasmi kwamba hata ile chokochoko iliyopelekea yale makundi yale kutokea kupigana dhidi ya serikali yalichochewa na yeye mwenyewe, kwa sababu alitaka kurejea madarakani. Kwa hiyo sitarajii kuona kwamba anaweza kulegeza kamba na kiasi cha kuruhusu kutoa mwanya kwa hawa watu kuja kufanya kitu ambacho kinaweza pengine kumuondosha madarakani. Na ana mtoto wake ambaye ni mbunge, mtoto wake, kijana wake mkubwa ni mbunge, na ukizungumza na Wakongo wenyewe wa Brazzaville wamekuwa wakimhusisha na kurithi nafasi ya babake. Ni mbunge katika bunge la nchi hiyo, na wanasema kwamba Denis anamuandaa kuwa mrithi wa babake. Sasa katika mazingira kama haya ya kumwandaa Christie kuwa mrithi wake, ni vigumu kusema kwamba anaweza kuruhusu minyanya ya aina yoyote ile kwa uasi kujitokeza, iwe ndani ya nchi yenyewe au hata kutokea nje kwa ajili ya kumuondosha madarakani, kwa sababu automatically akishaondoka madarakani manake mtoto wake anachukua nafasi ama hawezi kuchukua nafasi wakati huo, jambo ambalo nafikiri hangependa, kwa sababu anafahamu kwamba kuondoka kwake na kumwachia kijiji mtu mwingine tofauti na mtu aliye karibu naye kutamsubject na ama ICC au pengine kesi, kwa sababu kumbuka rushwa, ukosefu wa ajira, kutumia nguvu kubwa, watu wanapotezwa. Nimetoa mfano wa Las Mbuite, mgombea urais miongoni mwa wale waliokuwa na ushawishi mkubwa, ambaye alitangaza kugombea urais katika uchaguzi huu wa Machi 15. Siku mbili baadaye akapotea katika mazingira ya kutoeleweka na mpaka leo hajawahi kuonekana. Kwa hiyo anafahamu kwamba kuondoka madarakani katika mazingira ambayo yatauacha urais wake katika mikono ya mtu mwingine kunaweza kufungua pengine kesi nyingi zaidi, jambo ambalo hakuna mtawala muda mrefu katika bara la Afrika yuko tayari kuona linamtamaiko. Denis Sassou Nguesso, kiongozi wa taifa la Jamhuri ya Kikongo ama Congo Brazzaville, ukiachana na Congo DRC inayoongozwa na Felix Tshisekedi wa hivi sasa. Ni majirani hawa ambao pia unaweza ukasema kwa wakati wengine ni kama mahasimu. Naizungumzia Korea Kaskazini na Korea Kusini. Sasa hii ni kwa bara la Afrika, ambapo hii leo tulikuwa tukitazama Machi 15 uchaguzi uliomalizika kwa kumfanya ashinde na kuliongoza taifa hilo kwa muhula mwingine tena wa miaka 5. Maswali ya kujiuliza ni mengi. Tumetazama sehemu ya manufaa na yale ambayo mazuri aliyofanya katika taifa hilo,
sera ya mambo ya nje, ushirikiano kwa namna moja ama nyingine, rasilimali zilizopo namna gani ambazo zinaleta tija kwa wananchi, kutatua changamoto ya ajira, umasikini na kuifanya jamii iweze kutabasamu. Tunaweka nukta kwa siku ya leo kupitia Multipolar Vision. Bwana Londa, nikushukuru sana kwa wakati wako my brother. Shukran sana. Umekuwa ni wakati mzuri zaidi, lakini pia nikushukuru sana Clouds Tanzania kuendelea kusalia nasi toka mwanzo mpaka hivi sasa. Nikusiendelee kusalia na Clouds TV kwa niaba ya timu nzima kiongozwa nami Ali Kashmiri. Uniona hapo kuna jambo, Abel Mpondela, Hussein Miayo na wote ambao wameshiriki kiwemo Bwana Ochu. Kwa heri kwa sasa, endelea kusalia na Clouds TV. Nikutakie pia usiku mwema.